Wakati huo hali ya sitofahamu ilishamiri katika mahakama ya JKIA baada ya mshukiwa mkuu wa mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Were kukosa kufikishwa mahakamani. Mshukiwa huyo Philip Aroko alijiwasilisha katika kituo cha polisi cha Gigiri hapo jana usiku baada ya idara ya DCI kuchapisha picha yake ikimtaka kujiwasilisha. Ode Francis sasa anaarifu zaidi kuhusu kesi hiyo na uchunguzi wa mauaji ya mbunge Were. This court has no territorial jurisdiction. Nivuta ni kuvute kati ya mwendesha mashtaka na mawakili wa mwaniaji ubunge wa Kasipul Philip Aroko baada ya kukosa kufikishwa mahakamani Alhamisi hii. It is not the police who arrested the person. May the court order production of one Philip Aroko so that those two issues about his health, his life to be dealt with. Kulingana na mashtaka, Philip Aroko alizuiliwa rasmi saa 6:18 asubuhi katika kituo cha polisi cha Kasarani baada ya kusajiliwa katika kituo cha polisi cha Gigiri. Since the time Philip Aroko was booked in custody by OMB number 20805 of 2025 at 12:18 a.m. on 8th of May 2025, 24 hours are yet to lapse. I therefore agree with the prosecution counsel that the said application is premature and the same is dismissed. Is that if he surrendered at 10 p.m., he's supposed to be in court today. And it's not accidental. To be here, I know the main reason is because of the burial. I'm 100% if I'm there, they will feel the heat because of the people that support me. Aroko alijiwasilisha katika kituo cha polisi cha Gigiri Jumatano usiku akiwa na mawakili wake. Hii ni baada ya idara ya DCI kumshurutisha kupitia uchapishaji wa picha yake mitandaoni kama mshukiwa mkuu. Uchunguzi wa polisi umefichua bunduki iliyotumika kumuua mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo pia imetumika na majambazi katika matukio matatu tofauti katika kaunti za Nairobi na Kiambu. So it will be a bit premature to conclusively or to even to speculate what the actual motive is before full investigations and of course interrogation is done. We will continue to pursue all the leads, analyze forensic evidence and ensure that all perpetrators are brought to justice. Tangu Philip Aroko kujiwasilisha katika kituo cha polisi cha Gigiri, kufikia sasa haijabainika alikopelekwa. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.